Yaani kuna tabia ambazo shetani anaweza akazituma kwenye ndoa fulani. Anajua kabisa nikituma hii tabia kwa huyu mwanamke au kwa huyu mwanaume, hii ndoa haitakuwa na muda mrefu sana, watakuwa wamedivorce. Kwa hiyo unashangaa, mlikuwa mmeoana, mambo yenu yalikuwa yanaenda vizuri, mlikuwa mnashirikishana kwenye miradi yenu, mlikuwa mnashirikishana hata kiasi unachopata kwa mwezi, mnaweka pamoja mipango yenu, lakini ghafla mnafika kwenye level fulani, kila mmoja anafanya mambo yake kivyake. Ghafla inafika hali ambayo hamuelewani. Ghafla inafika mahala ambapo kila mmoja akimtazama mwenzake anaona anaingiwa tu na hasira. Lakini ni tabia fulani imetumwa kwenye ndoa ihakikishe kwamba hiyo ndoa ivunjike. Kwa hiyo ikishavunja hiyo ndoa, inajua kwamba imepoteza mwelekeo wa ile ndoa na malezi ya watoto waliozaliwa kwenye ile ndoa. Kwa hiyo najua kabisa kwamba hawa watoto sasa hawatapata malezi ya baba na mama. Maana yake hawatajifunza tabia ya mmoja wao kati yao. Ni mpango wa shetani. Unapokuwa unaishi pengine na mume wako nyumba moja, mnalala vyumba tofauti, watoto wanaona, kuna tabia inapandwa kwa mazingira hayo. Huyu mtoto wa kike au huyu mtoto wa kiume atakapokuwa, alichokiona kwa mzazi wake hata sita kukifanya kwenye maisha yake. Kwa hiyo ni mbegu ambayo imepandwa kupitia matendo bila kujua. Sasa Wakristo wengi huwa tunapambana kimwili na sio kupambana kiroho. Kuna pando linakuwa limepandwa